Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba unapousikia ujumbe huu uko katika hali nzuri, unaendelea vizuri, na ninapenda kuchukua fursa hii kukaribisha katika channel yetu ya Divine Sanctuary. Mahali hapa tutakuwa tunajadili neno la Mungu, tutakuwa tunafundishana neno la Mungu, na lengo kubwa la channel hii ni kwa ajili ya kuweza kujiandaa kama Wakristo kwa ajili ya tukio ambalo liko mbele yetu kuhusiana na nyakati za mwisho. Tumekuwa tukisikia nyakati za mwisho, inawezekana tangu mtu umezaliwa mpaka umekuwa mtu mzima, unasikia tu kwamba hizi ni siku za mwisho, hizi ni siku za mwisho. Na wakati mwingine kama Wakristo huwa tunaweza tukafikia hatua tukadhani kwamba ni hali ya kawaida, ni kwamba kusikia kwamba ni siku za mwisho, ni siku za mwisho. Lakini ukiwa ni mtu ambaye uko rohoni, ni mtu ambaye kweli umeokoka na unamshika Mungu na unajua majira na nyakati ambazo Mungu ameziweka mbele yetu, kwa hakika yake wewe utaweza kuwa na uhakika kwamba nyakati tunazoziishi si tu kama ni siku za mwisho, ni siku za mwisho za siku za mwisho. Kwa hiyo mahali hapa tutaweza kumjadili Mungu, tutaweza kumuona Mungu kwa namna tofauti, tutaweza kulizungumzia jambo na swala kuhusu nyakati za mwisho. Tunajiandaa na nyakati hizo, nyakati ambazo ni nyakati za nini? Ni nyakati za mwisho, kwa sababu neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi, kwa maana watamuona nani? Watamuona Bwana. Ukisoma Mathayo 24 unakutana na vitu vingi ambavyo Yesu alivizungumzia, mambo ambayo tutayaona katika nyakati za mwisho. Aliongea mambo mengi, alielezea mambo mengi, na hayo mambo yanatokea hivi katika hali zetu za kuishi. Na tunajua kila unabii ambao ulitabiriwa na Kristo umekuja kutimilika kabisa. Maana kuna manabii wa kale katika Agano la Kale walitabiri kuhusiana na nyakati za mwisho. Lakini pia Yesu mwenyewe alipokuwa amekuja alizungumza na wanafunzi wake kwa habari za nyakati za mwisho. Kilichobaki sasa hivi ni tunasubiria unyakuo wa kanisa. Neno la Mungu linasema kwamba baada ya kanisa kunyakuliwa, Roho Mtakatifu akichukuliwa na kuondolewa katika ulimwengu huu, kitakachofuata ni kwamba yule mpinga Kristo atadhihirika na ataonekana na ataanza kuoperate. Kwa kama Kristo nitakiwa tufanye nini? Kama Kristo nitakiwa tujue kwamba tunapaswa kujiandaa. Kama Kristo tunapaswa kujua kwamba imetupasa kuwa tayari muda na saa yoyote. Kwa sababu unaweza uchukulia mambo kama ni kawaida, unaweza uone kama ni kawaida, unaweza uone kwamba labda hizo siku za mwisho ziko mbali sana, lakini ukumbuke kwamba kama Mkristo unapokuwa umeondoka hapa duniani, maana kifo kipo. Je, ukifa utakuwa upande gani? Ukifa ni nini utakieleza mbele za macho ya Mungu? Maana Biblia inatuambia kwamba mwanadamu ameumbiwa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Kwa hiyo ile hukumu ndio itakaweza kukufanya uingie katika raha ya Bwana pamoja na Yesu Kristo mbinguni, au uamue kutokana na yale yatendo uliyoamua mwenyewe duniani ukiwa bado uko hai, uingie kuzimu kusubiria ile hukumu ambayo itafanywa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo nakukaribisha sana mahali hapa, na naomba subscribe, bonyeza notification bell, ili kila wakati ambapo tunatuma ujumbe wote ule katika hii channel uweze pia kufanya nini? Uweze kupata kwa wakati. Share, like, ili kuweza kufanya watu wengi waweze kukutana na huu ujumbe katika mtandao wa YouTube. Karibu sana. Mungu awabariki, na ninaamini kwamba tutabarikiwa na hii channel. Shalom.